12. Mathayo 12. Mstari wa 25 unasema. Mathayo 12 mstari wa 25 inasema. Basi Yesu akijua mawazo yao. Yesu alijua mawazo yao. Akawaambia. Kila ufalme ukifitinika. Kila ufalme ukigombana. Juu ya nafsi yake. Hufanyika ukiwa. Tena mji au nyumba. Yeyote ikifitinika. Juu ya nafsi yake. Haitasimama. Na shetani akimtoa shetani amefitinika juu ya nafsi yake. Basi ufalme wake utasimamaje? Mungu alitaka kutuonesha kitu kimoja. Sio wangapi wameshawahi kusoma ile andiko? Ile andiko lilikuwa lina maana sana, na ndio maana hautaki kukimbia kwenye Biblia. Anauliza kama shetani anaweza kumtoa shetani, ufalme utasimamaje? Kazi ya shetani ni kupigana na wana wa Mungu ili kujenga ufalme wake. I pray today in the name of Jesus. Kila shetani hatafanikiwa kwenye mikono yako. Nisikilize kwa makini kwa sababu ninatamani niende mbali. Fedha ni mali za mtu aliyeokoka. Fedha ni nauli ya kuwapeleka watu katika ufalme wa Mungu. Kama unaandika andika hivyo. Fedha ni nauli ya kuwapeleka watu katika ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kila ufalme una protocol. Hebu kimbia hapa Luka 8. Mstari wa kwanza hadi wa 3. Nitaenda taratibu. Luka 8 mstari wa kwanza hadi wa 3 nasoma. Ndio. Ikawa baada ya hayo alikuwa akizunguka katika miji na vijiji akihubiri na kuitangaza habari njema ya ufalme wa Mungu. Na wale tenashara walikuwa pamoja naye, na wanawake kadha wa kadha ambao walikuwa na pepo wabaya na magonjwa wakaponywa. Nao ni Mariamu aitwaye Magdalena, na aliyetokwa na pepo 7, na Yohana mkewe Kuza, wakili wa Herode, na Suzana, na wengine wengi walikuwa wakimhudumia kwa mali zao. Sikiliza. Yesu Kristo mwenyewe alikuwa na watu ambao wana hela. Kwa hiyo kwenye kanisa ni lazima kila mtu ahakikishe anakuwa anastawi kiuchumi, kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu haujengwi tu kwa maombi. Ndio maana ukienda kwenye duka la TV ukisema haya nataka tuombe mnipe TV, watakubali. Haya nataka tuombe mnipe gari, watakubali. Haya na sasa hivi nataka tufanye maombi, tupeni speaker moja hapa, watakubali. Wanahitaji nini? Kwa utaelewa sasa ufalme wa Mungu unajengwa kwa fedha. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema palikuwa na wanawake waliokuwa na pepo, wakatokwa pepo, alafu wakamhudumia Yesu kwa mali zao. Maanake kuna watu ambao Yesu aliwafungua na wao wakawa baraka kwenye ufalme wa Mungu. I pray for you in the name of Jesus. Yesu afungue mikono yako na uwe baraka kwa ajili ya kazi ya vizazi na vizazi. Ninaombea mikono yako isikose fedha ya kuwalisha yatima na wajane. Ninaombea mikono yako isikose fedha ya kula watoto wako nyumbani. Ninaiombea mikono yako isipungukiwe kwa jina la Yesu. Ninaiombea mikono yako kuanzia tarehe ya leo, mwezi wa leo,
masaa haya ninaibadilisha kutoka kwenye hasara na kwenda kupata katika jina la Yesu. Listen. Nipunguzie kinanda kidogo. Listen. Kuna vitu viwili hapa. Ufalme unajengwa na nini? Na nguvu. Na nguvu iko wapi? Nguvu iko wapi? Haiko mbinguni peke yake. Nyingine ni nguvu ya uchumi. I'll tell you. Na ndio maana hatutakiwi kuishia kusema tu rima seko palate afu hatuvai vizuri, hatuishi vizuri. Si unanielewa? Hatuishi tu kusema tunapiga pepo. Tunatakiwa tunapiga pepo na tunavaa vizuri na tunakula vizuri. Bwana asifiwe. Acheni huu Kristo ambao tulifundishwa na kipindi kile. Mambo yamebadilika. Ya zamani si ya sasa. Bwana asifiwe. Mimi wakati naitwa kumtumikia Mungu, nilisema Mungu unaniita kuwa Mkristo. Wale ambao wachungaji wao wanavaaga viatu soli imeisha upande, nilikataa. Tulikuwa tuna mabishano marefu sana mpaka mimi kukubali kuwa mtumishi. Soli ilikuwa ndefu. Haikuwa rahisi. Nilikuwa namuuliza Mungu, wale wachungaji ambao wakiweka mtaani, amepiga koti jeusi, ameweka Biblia hapa, halafu ndo anaenda kushuhudia nyumba kwa nyumba. Bwana asifiwe. Mama Simbe. Na wewe mama unawajua? Mama Mwakangata, unawajua hawa wazee? Wametia hapa Biblia. Halafu wanakutana na kijana acha dhambi. Usipoacha dhambi. Sasa hivi ni ukweli tutahubiri kuacha dhambi na tabia zetu zitahubiri, lakini na hela zetu zitatusaidia kuhubiri. Nasema hivi, ni kweli tutahubiri kwa habari watu waache dhambi, hela zetu zitasaidia kuhubiri, na kila kitu chetu kitasaidia kuhubiri. Ilikuwa mzozano kati ya mimi na Baba wa mbinguni hapo. Hapa alikuwa pagumu. Nilimuuliza Mungu, hao Wakristo ambao wao, unajua kidogo, nitakupa siri, sawa? Silikwambia mimi nilikuwa Muislamu kabla, Silikwambia nilikuwa najua ndugu zetu wa upande wa pili wao ni matajiri kuliko upande huu. Na wao wako vizuri. Nilikuwa nasema wale ambao hawana kitu, mimi ndo naniita kule. Sikiliza nikwambie, wito wa kuja kuitika, Mungu akaanza kuniambia sasa siri kwa nini Wakristo hawafanikiwi. Wameamini sana katika maombi, ila hawajaamini katika jitihada ya kutoka sehemu moja kwenda hatua nyingine kiuchumi. Wanaamini sana tu katika maombi, ila hawako tayari kusaidia akili yao wajikwamue kutoka kwenye vizuizi vya uchumi. Kwa mfano, wakati wanafanya biashara, okay, listen, niwaulize maswali mawili tu. Vitu mlivyoviweka dukani kwenu, ni nyinyi mlitaka kuviweka au ni Mungu aliweka? Si mnasema ni nyinyi? Je, una uhakika gani hiyo biashara ulioiweka au hivyo vitu ulivyoviweka dukani kwako ni wateja ndio wanataka vitu vya design hiyo au uliongozwa na akili yako? Mama Simbe, ule mchele ni wewe mwenyewe au ni Roho Mtakatifu alisema sasa hivi weka mchele mwanangu? Na ndio maana hapa tunatakiwa tuwe makini. Tusiwe na akili ya kuomba na hatuna akili ya kutafuta. Ninakuombea kwa jina la Yesu, uwe na akili. Ndio maana Biblia inasema nitaomba kwa akili, nitaomba kwa roho. Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa akili pia. Anafanya kazi kwa akili. Ninakuombea akili ya Roho Mtakatifu iwe juu yako kuanzia leo hii. Ninaombea akili yako ianze kufanya kazi 100%. Ninaombea akili yako ianze kuzalisha matunda ya kibiashara. Ninaiombea akili yako kuanzia tarehe ya leo na mwezi wa leo ianze kufikia
akili na kuona picha kubwa ya biashara na uwekezaji mkubwa wenye matunda na wenye kufanikiwa. Ndakupa sababu kwa nini nakuombea. Kwa sababu ninaamini ukiinuliwa wewe, watu wa ukoo wenu wameinuliwa. Nisikilize. Ndio maana kuna watu wanakuja. Unajua shetani anapigana na wewe kwa njia ipi? Njia hii hapa. Yakobo 4:2 anasema, mwatamani wala kitu, mwatamani wala hamna kitu, mwana wa kuona wivu wala hamwezi kupata, mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa muombi. Si unaona hapo? Maombi yanamkaribisha Bwana wetu Yesu Kristo katika miladi, lakini akili inamfanya Yesu Kristo atende kwenye miladi. Hujanielewa vizuri? Shika kichwa chako. Sema, Bwana Yesu, ile damu iliyomwagika msalabani kwenye taji la miba, ninaomba iwe juu ya kichwa changu ili nisaidie kuwa na akili yenye matokeo kwenye kila kichwa. Amen. Karibisha Yesu Kristo kwenye mradi, akili inampa kutenda. Sasa unajua nini kinachotokea? Mtaijua kweli, nayo kweli itawaweka. Kweli ni nini? Neno la Mungu, ni ufahamu. Kwa kinachompa sasa Yesu. Nisikiliza. Wangapi wanaamini kuwa mafua yanapona? Naamini sawa. Wangapi mnaamini HIV inapona? Au wenyewe mnaamini kwa sababu ni watu wa imani? Ila mnajua huko nje kuwa HIV haiponi? Mnajua huko nje kuwa sukari haiponi? Si mnajua? Alikuja kuniambia yule mama juzi hapa, unajua nimeenda kuangalia sukari yangu, nimekuta imeisha kabisa. Pigia makofi Yesu Kristo. Nikamwambia, na wewe umepona sukari kama yule mwenzi? Sasa nimepona. Si unaelewa? Sasa kinachosaidia ili wewe uweze kuelewa kuwa unatakiwa kuwa tajiri au kuwa na mafanikio mazuri kwenye maisha yako ni picha unayoiona ndani mwako. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo jinsi alivyo. Kwa hiyo picha gani unaiona kuhusu wewe leo? Hebu muulize jirani uliyekaa naye, mtikise. Muulize jirani, unajiona unafanikiwa mpaka wapi? Au tukuache hapo hapo? Muulize tena jirani, unajiona unafanikiwa mpaka wapi? Au umelizika kukaa hapo? Bwana asifiwe. Kwa sababu kuna watu wasipokuwa makini tutawaacha hapo hapo na wao wamekaa hapo hapo. Kwa sababu ya nini? Hawataki kubidiisha akili yao kufanya kazi. Jana nilimaliza kusema kule online lile somo la wizi wa fungu la 10. Nilimaliza kuwaambia watu ukweli. Lakini baada ya hapo ni lazima ukitoa fungu la 10, ukitoa zaka, lakini ifundishe akili yako yale mambo 10. Mnayakumbuka? Au niarudie haraka? Kuweka budget, mnakumbuka? Mnakumbuka kweli? Au ngoja niarudie haraka. Mambo 10 ambayo ni ya muhimu sana kwa kila Mkristo. Mambo 10 haraka. Haya mambo nilikwambia kuwa kama jambo la kwanza, kukumbusha akili yako kila siku kuwa Mungu ndiye mmiliki wa fedha, sio wewe. Wewe umepewa dhamana ya kushika fedha, sio za kwako. Kila siku jikumbushe hicho kitu na kitakusaidia. Jambo la pili, ikumbushe nafsi yako kuwa fedha inaweza kuwa Mungu kwangu kama nikiabudu fedha badala ya kumwabudu Mungu. Jambo la tatu, ikumbushe akili yako utunzaji wa kumbukumbu za fedha ni muhimu kwako sana. Kama utakuwa utunzi fedha, mali bila daftari inapotea bila habari. Sawa sawa na Mithali 27:23 hadi 24. Bwana Yesu asifiwe.
Biblia inasema fanya bidii kujua hali ya makundi yako ya ng'ombe. Kama usipofanya bidii kujua hali ya makundi yako, makundi yatapotea. Bwana asifiwe. Jambo la 4, ikumbusha kila siku akili yako, fanya tathmini ya fedha mara kwa mara. Mwezi huu nilisevu shingapi? Mwezi ujao nitasevu shingapi? Bwana Yesu asifiwe. Fanya tathmini. Unatumia nini sana hela? Unatumia wapi hela yako nyingi? Unatumia hela yako nyingi wapi? Service, kwenye gari, kwenye chakula, kwenye nyumba, kwenye nini? Vocha, nini? Hela yako nyingi inaenda wapi? Bwana asifiwe. Na jambo lingine, natakiwa ujifunze kuifundisha akili yako. Jambo la 5, weka mfumo wa kuweka budget na kuifuata. Kuweka budget ni jambo la kiroho, wala si jambo la kiserikali, ni jambo la kiroho kabisa. Weka budget na uifuate, kwa sababu ni muhimu kuifuata budget kuliko budget kukufuata wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wasio na budget, hata kama watamwagia mafuta, watachukua kidumu cha mafuta chote, tutawamwagia kichwani. Maji tutawamwagia ndoo nzima, hawezi kufanikiwa kama huwezi kuweka budget. Ni lazima ujifunze kuweka budget. Bwana asifiwe. Kwa sababu mafuta hayatakusaidia kuweka budget. Ndio maana ni lazima ujifunze kuwa na tabia kama za watu walioinuliwa. Watu walioinuliwa wanajali vitu vidogo. Wewe angalia tu jinsi ambavyo unaizalau 1000. Lakini mtu aliyefanikiwa na anayejua thamani ya kule alikotoka hayuko tayari kuiacha 1000. Niliona clip moja mahali, mama mmoja anapigana na konda kesha shilingi 100. Anasema hii ya kwangu, lete. Pungia mkono kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la 6, ni lazima uliangalie hili na litakusaidia. Jifunze kuweka utaratibu wa kuweka akiba. Usile yote ukamaliza, tumbo haliliziki. Jifunze na kufunga na kuomba. Bwana asifiwe. Hebu liangalie ile tumbo lako, limekula shingapi? Mwambie jirani yako, kwenye tumbo langu kuna magari mengi sana. Mwambie, kwenye tumbo langu kuna magari mengi sana, kuna nyumba nyingi sana. Mwambie tena jirani yako, jirani, usinione hivi, kwenye hili tumbo kuna magari mengi. Wangapi wanaelewa hiyo? Bwana asifiwe. Kwa sababu ya kutokuelewa hilo, mnaanza kupuuzia vitu vidogo vidogo. Umeshawahi kupiga budget ya zile chips unakulaga? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima ujifunze kuweka akiba. Ujifunze kutoa kwa ukarimu, kwa sababu kila anayetoa ni heri kutoa kuliko kupokea. Bwana asifiwe sana. Jifunze kuwa mtoaji ili uweze kufanikiwa kwenye kila ambalo Mungu ameliweka mbele yako. Ni lazima uweze kutii kanuni ya kiroho ya kutoa. Bwana Yesu asifiwe. Jambo lingine la 7 ambalo ni la 8, tumia fedha kwa hekima na ridhika na ulichokuwa nacho. Sasa hapa ndio kuna mashindano ya nafsi. Unataka uvae kama Jose, unataka uendeshe kama Jose. Bwana asifiwe. Hauwezi kuishi kama wewe. Tikisa hiyo jirani. Mwambie jirani, unataka uishi kama watu wengine, kwa nini watu wasiishi kama wewe? Muulize vizuri. Hebu mkazie macho. Kazia macho wewe rafiki. Kazia macho wewe rafiki. Muulize, kwa nini unataka kuishi kama wengine? Kwa nini wewe wasiishi kama wewe? Muulize tena. Muulize, kwa nini uishi kama wengine badala wengine waishi kama wewe? Wewe unataka role model tu. Kwa nini wewe usiwe role model wa watu? Unajua mimi mchungaji, napenda sana mtu fulani, anajua navutiwa naye. Kwa nini wewe usiwe watu wasianze kuvutiwa na wewe? Jifunze kufanya bidii. Tikisa kichwa chako, sema kichwa changu, sikia neno hili, kuanzia leo hii nitafanya bidii katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kila chochote walichoweka kwenye kichwa changu ili kisijue bidii, ili kisione bidii,
kinang'oka kwa jina la Yesu, kinachomoka kwa jina la Yesu, kinachomoka kwa jina la Yesu, kinachomoka kwa jina la Yesu. Amen. Sio kama unaelewa. Leo tutaenda kuomba sana. Nimekuita hapa kuomba. Amen. Nimekuita hapa kuomba. Jambo lingine, ili hapa, tumia fedha na riziki ulichokuwa nacho. Lakini jambo linalofuatia la 9, tunza mali ambazo Mungu amekupa. Wangapi wanatamani leo hii Mungu awape hela? Nyosha mkono kama unatamani hapa Mungu akupe hela. Ukiwa umenyosha hivyo hivyo, jiulize swali hili: ni lini mara ya mwisho kujua Mungu? Au nikuulize swali jepesi: zile hela alizokupa Mungu kabla ya hizo unazozitaka ulizipeleka wapi? Geukia jirani yako, geukia yule jirani, geukia yule jirani, geukia yule jirani. Muulize jirani, hela Mungu alizokupa kabla ya hizo unazozitaka ulipeleka wapi? Hebu tikisa, kama hebu nisaidie kutikisa jirani. Mtikisa jirani yako. Muulize hivi, hela zile Mungu alikupa kabla ya hizi unazozitaka ulipeleka wapi? Wangapi mnaelewa sasa? Wangapi mnaanza kuelewa? Usiende kuomba nguvu nyingine, usiombe fedha nyingine wakati kuna kitu Mungu alikupa na ulikipoteza. Wakristo sio kwamba hawana hela. Wakristo wana hela, tatizo wamepoteza. Mungu aliwapa 100,000 na ndio maana alipowapatia alijua itawasaidia kwenye kipindi cha miezi 2-3. Aliwapa 1,000,000, aliwapa 500,000, alijua itawasaidia kwenye kipindi cha miezi 2-3. Baada ya hapo wakachukua 1,000,000 wakaanza kuwapigia marafiki, zungusha kama tulivyo. Tikisa jirani yako, mwambie zungusha kama tulivyo. Mwambie zungusha kama tulivyo. Alafu akampigia mjomba wake. Mjomba, unajua kale katoto kako kamekonda konda, hebu kaita hapa kaje kale kite moto. Sio kama unaelewa hii. Kila unapopata fedha, hakikisha fedha haiko mdomoni. Fedha inakaa kwenye wallet au kwenye benki au kwenye pocket. Fedha haiko hapa. Tikisa hiyo jirani, mwambie hela ikai hapa. Hela ikai hapa. Hela inakaa huko. Sio, unaona? Na ndio maana Wakristo wanaonekana hawana hela, kwa sababu hela zao ziko hapa. Mimi na hela, wewe unawajua kevi wale watu? Unawajua mwenyekiti? Mimi na hela, wewe utanifanya nini? Mwenye hela ajitangazi. Hela iko hapa. Hela iko kwenye wallet au iko kwenye meladi. Inafanya kazi, inazalisha. Kazi ya hela ni kuzalisha hela nyenzie. Mara zote Mungu amekupa milioni, kama ukuwa mwaminifu kwenye hiyo milioni hii ilizalishe, hakupi. Mwambie hivi jirani yako, kosa kubwa tumefanya. Alitupa tuzalishe, tumefukia. Wangapi mnaelewa? Alikupa kweli kabla ya kujiuliza. Ni nani umdanishe kumwombea maombi ya kupata hela? Nyosha mkono juu. Unaweza kujikuta ni moja kati ya maombi ambao huaga wengi watu sana. Ila si mnajua watu wanapona hapa kanisani? Si mnajua watu wanapona hapa kanisani? Si ni ukweli? Si watu wanakuja hapa na miguu mabovu wanapona? Lakini kwa nini sikuombei hela? Ni kitu sensitive. Tikisa jirani, mwambie jirani, inawezekana hata mchungaji bado hajakuamini kukuombea hela. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana. Fanya bidii. Fanya bidii.
Sina kwambia ukweli. Unataka unikasirikie wakati nakwambia ukweli? Usinikasirikie. Biblia inasema ya kuwa kabla Mungu hajampa mtu anampa mikakati. Sasa tukuulize swali, na ndio maana unakuta watu wengine tunajaribu kujaribu kujiuliza. Umemwambia njoo Alhamisi, anakuja Ijumaa. Nini maana yake? Kama ameshindwa kujua siku aliyotakiwa kuattend kwenye kliniki yake, ataweza kujua hela anatakiwa kuifanyia nini wewe? Ngoja niwape siri leo, sijawahi kuambia wanangu. Baba yangu wa kiroho ni mtu sensitive sana kwenye masuala ya kufanikiwa. Mimi nilikwambia kabla sikuwa na fedha kabisa, nilikuwa naishi maisha ya kawaida. Lakini mpaka nilipomwambia Mungu ni wapi nakosea kwenye hela, nilipojua mimi wapi nakosea, ndipo Mungu alianza kunisaidia kuanza kuona neema ya kutunza fedha. Nilikuwa mchungaji sawa, lakini nilikuwa sina hela. Nilikuwa naweza kuombea sawa, lakini nilikuwa sina hela. Kumbe hela ina kanuni. Mtikise jirani, mwambie jirani, hela ina kanuni. Mwambie kama ulikimbia kanuni za hesabu sio mbaya, ila usikimbie kanuni za hesabu za hela. Kwa sababu hata Mungu na yeye akikupa hela, hela yake ina budget, hela yake ina hesabu. Anataka uizalishe. Kama usipozalisha, anakuona wewe si mwaminifu. Hebu nitafutie lile andiko, anasema kama mtakuwa waaminifu kwenye madogo, alafu Mungu atawaamini kwenye mambo makubwa. Mara zote Mungu anataka kukuamini, kukupeleka hatua nyingine. Amekuamini leo kwa 500,000. Angalia jinsi ambavyo ulivyo. Mabega yamekaa hapa juu. Hiyo ni 500,000. Tekeza jirani, mwambie ogopa kuinua mabega. Unainua mabega kwenye 500,000. Utaniambia nini? Hiyo ni 500,000. Akikupa milioni. Na ndio maana Mungu sio poor investor. Mungu sio mwekezaji dhalimu. Hii hapa nikusaidie kwa sababu nataka nisaidie akili yako na nauli zako. Maana najua pengine baada ya kutoka hapa leo unaweza kusema ngoja niende Migombani, ngoja niende Tabata, labda ndo watanimwagia mafuta mengi ili nipate hela. Sio, unanielewa vizuri? Hao ngoja niende maji ya Kigamboni, inaweza kawa maji ya Kigamboni yenyewe wakinipa nitapata hela nyingi. Nataka nisaidie akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Akili yako nataka nisaidie ili ipunguze ruti za kuhangaika kwenda kuombewa upate hela. Na ndio maana mimi nimefanya vipindi kwenye TV. Wakati mnajua tunafanya vipindi kwenye TV. Huyu hapa kijana wangu anajua. Na yule pale anajua. Tukienda kwenye TV kila mtu anataka nini? Anataka nini? Hela. Maombi mengi ambayo nimeyapokea kwenye simu yangu ni watu wanataka hela. Lakini ukiwauliza swali hili ambalo nakuuliza wewe hapa, Mungu aliwahi kukupa hela au huwahi kukupa hela? Anasema aliwahi kunipa hela. Ulipeleka wapi? Hana sehemu ya kusema. Kwa hiyo sisi hatutunzi kumbukumbu. Jiulize kiasi gani Mungu amekupa hela tangu mwezi umeanza mpaka leo, na umefanyia nini? Au unataka kulalamika tu? Mungu nipendi, Mungu nabagua. Unawatajirisha wengine, unatuacha sisi maskini. Sio kweli. Mungu umeipata? Nisomee. Luka 16 mstari wa 10 unasema. Luka 16 mstari wa 10 unasema, aliye mwaminifu katika lililo dogo sana, aliye mwaminifu katika 1,000, huwa mwaminifu katika lililo kubwa pia. Anaweza kuwa mwaminifu kwenye 100,000. Na aliye dhalimu katika lililo dogo, na aliye mwaminifu katika lililo dogo,
Na aliye dhalimu katika lililo dogo, na aliye dhalimu katika lililo dogo huwa dhalimu katika lililo kubwa pia. Anaweza kuwa dhalimu katika lililo kubwa. Umeona kanuni hiyo? Sasa hivi wewe Mungu anakupa mshahara milioni 1. Hautoe fungu la 10. And then unafanya maombi haya. Kama unafanya maombi haya na wewe ni mwizi wa fungu la 10, na kusii, acha tu haya maombi. Ombea vitu vingine. Bwana asifiwe. Acha tu haya maombi. Mungu fungua milango. Mungu yupi? Mungu ni Mungu wa kanuni. Mungu ni Mungu wa kanuni. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kama kuna mtu ni dhalimu katika lililo dogo, atakuwa dhalimu kwenye kubwa. Sasa wewe Mungu amekupa 100,000, unaiba fungu la 10 shingapi? 10,000. Unataka kupe milioni ndio utoe fungu la 10? 100,000? Si kweli. Utoaji na kujifunza. Kama leo hii umeshindwa kukeep record ya shilingi 100,000 ulioipata kwenye matumizi, utaweza kukeep record ya milioni 100? Kama leo hii hauwezi kukeep record ya shilingi milioni 100, okay, let's say kwa mwaka mzima. Sasa hivi tumeshamaliza kota ya kwanza, tunaelekea kwenye kota ya pili mwezi wa 6. Si kesho kutwa tumemaliza kota ya kwanza, na kesho tunaingia tarehe 1, sio? Kesho kutwa hapo tunaingia tarehe 1 Alhamisi, sio? Jiulize swali. Sasa hivi tuna miezi 5. Kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 5, umepata shilingi ngapi? Umefanyia nini? Hela yako nyingi kwenye miezi 5 imeenda wapi? Kwenye usafiri? Kwenye chakula? Niambie. Ndio maana mimi ukija kuniambia mtumishi niombee kuhusu hela, maombi yangu yalikuwa sio marefu sana. Nilikuwa mafupi. Mwambie jirani yako. Tikiza wewe jirani. Bado hajajua kwa nini. Mwambie jirani. Kuna muda pasa anaombea maombi mafupi. Kwa sababu ya kiwango cha uaminifu ulichokuwa nacho. Sasa, mmeshawahi kujua kuwa kuna watu wakipata gari wanaweza kumwagia watu maji barabarani? Ndio maana Mungu anataka kuwafundisha kwanza wabaki kutokuwa na gari ili waone tabu na shida. Nakumbuka niko kijana mdogo kabisa, nilikuwa ni dereva babu yangu. Na alikuwepo kwenye zile process za ukoloni. Unaelewa jinsi ya kuendesha wakoloni? Anasema haitakiwi ukipita barabarani, hautakiwi ukanyage maji hata kama hakuna mtu. Kwa sababu inawezekana wewe hujaona mtu, kumbe kuna mtu hujamuona na umemwagia maji. Siku moja nakumbuka dereva aliyekuwa dereva ambaye ni dereva wake halisi, sababu mimi nilikuwa part time, alimwagia mtu maji. Walisimama wakamlipa hela ya kwenda kununua shati. Nikaanza kujifunza tabia. Leo hii wewe Mungu amekupa bodaboda, unamwagia watu maji. Unafikiri Mungu atakupa gari? Mpaka hakikisha tabia yako ya ndani imebadilika. Si kwamba hatuombi tunaomba sana, si kwamba hatutoi tunatoa, lakini tabia hazijabadilika. Mwambie jirani, badilisha aina ya tabia uliyokuwa nayo kwa Mungu wako. Anaweza kukumbuka leo hii. Mimi siko hapa naongea habari ya masuala ya muujiza, hela za miujiza, hela za ajabu. Nafundisha akili yako. Change your character. Kama utafanikiwa kubadili aina ya tabia, utafanikiwa kufika mbali. Okay, Jeremiah 17 mstari wetu pendwa. Napenda sana ile andiko. Mungu upima viuno vya moyo. Yaani moyo una kiuno ndani. Soma vizuri. Yeremia 17 inasema mstari wa 9. Moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote. Moyo huwa mdanganyifu. Ukipata mshahara wewe, unaanza kukwambia kikoba. Unaanza kukwambia kuna nywele mpya zimekuja. Uangalia moyo unapokudanganya.
Moyo unakwambia hivi, hata usipotoa fungu la 10 mwezi mmoja, kwani mchungaji atamind? Hawezi kumind, yule ni mwanadamu. Anaelewa kuwa wewe una shida kama yeye. Lakini je, Mungu anakuelewa? Mwambie jirani yako kuwa jifunze kuto kuusikiliza moyo wako kwenye vitu vinavyohusu ufalme wa mbinguni. Baadhi ambavyo wewe mwenyewe unashindwa kudhibiti. Moyo huwa mdanganyifu, moyo unadanganya watu wengi. Nenda pale mstari wa chini 10. Mstari wa 10 unasema, mimi Bwana na uchunguza moyo. Anachunguza moyo wako. Na vijaribu viuno. Anavijaribu viuno. Hata kumpa kila mtu. Hata kukupa kila mtu kiasi cha njia zake. Ila si kiasi cha kitu uombacho, kiasi cha njia zile ambazo unazozifanya. Kiasi cha matunda ya matendo yake. Na tutajuaje kuwa wewe una tabia nzuri? Matokeo ya tabia zako ndio tutazoziona. Ukiona tajiri amefanikiwa leo, usimwite Freemason. Anawezekana alikuwa anajinyima kwenye kula, na alikuwa na nidhamu na hela. Si kila matajiri ni Freemason. Na hapa ndipo Wakristo sasa wamebaki. Lile Freemason. Tikisa jirani yako, mwambie wengine wana akili ya kuhifadhi na kutunza fedha, ndio maana wamefanikiwa. Mwambie na mimi nina akili ya kutunza na kuhifadhi fedha, nitafanikiwa. Ninakuombea nawe hilo kwa jina la Yesu. I pray in the name of Jesus. Ni lazima nikwambie haya mambo, kwa sababu nisipokuambia hakuna mtu atakayekuambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la mwisho, epuka madeni. Hilo ndio jambo la 10. Kuna watu wana karo kabaya. Sema karo kabaya. Yaani asipokuwa na deni afurahi. Mimi hapa kuna line inatumia miaka kama 18 sasa hivi. Iko hapa. Sawa? Ni ya mtandao fulani. Walienda walibadilisha, walienda wakabadilisha, wakaenda wakabadilisha mpaka sasa hivi. Sawa? Sijawahi kukopa. Wewe Bwana asifiwe. Kijana wangu hapa aanze kukagua kwenye simu zetu. Unakuta wengine wamefanya nini? 300,000. Na yuko comfortable kabisa. Nakosa hata ujasiri. Natatemeka. Ninakuombea kwa jina la Yesu. Mungu akusaidie kulipa madeni ya watu. Si unaona ulijua nataka tufute madeni. Atufute madeni, kalipe hela za watu. Ulijua tunataka tuseme tufute madeni. Hapa ni lazima ulipe hela za watu. Tikiza wewe jirani, mwambie ni lazima ulipe hela za watu. Lazima ulipe hela za watu. Alijua tunataka tufute madeni. Atufute madeni. Tunafutaje madeni? Lipa hela za watu. Lazima ulipe hela za watu. Ukilipa hela za watu usiwe na kimuhemue cha kukopa tena. Sema amina. Wewe huwezi kutulia bila madeni. Sasa hivi unasema sasa hivi sina deni, ngoja niende kwa Mangi. Huyo unaenda kwa Mangi. Hivi Mangi kwa mfano ukinipa kilo 10 za mchele, utakuwa unamdai shilingi ngapi? 40,000. Alafu ukinipa mafuta kilo 5, lita 5, itakuwa kama 52,000. Hebu nipe tuone nijaribu kuvipeleka hela yako nitakupa baadaye. Kumbe hata hela baadaye una uhakika. Alafu unakata mguu kwa Mangi. Wakristo na wanaomba usiku na mchana. Wakristo. Kwa Mangi haonekani. Mangi anaendelea kusubiri, labda atakuja. Haonekani.
Huko yupo sasa, hebu angalia hivi Mungu ni dhalimu kiasi gani? Alafu amekuja hapa kanisani, anataka tuanze kufuta deni la mangi. Sitamkimbiza mangi wa watu mjini. Sitamkimbiza mangi wa watu mjini. Umekopa 50,000 kwa mangi, alafu nataka tufute madeni. Deni la mangi futika. Tikiza jirani, mwambie hapa atufute madeni, kalipe madeni kwa jina la Yesu. Sema ukalipe madeni ya watu kwa jina la Yesu. Nataka atufute madeni, atufuti. Lipa madeni ya watu. Hallelujah. Na kujaza hazina zao. Simama kwa miguu yako. Simama tu kwa miguu yako hizo dakika chache. Nataka ili ikawe ombi letu kwanza. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Neno lako linasema katika kitabu cha Mithali 8:21, Mungu unawarithisha mali wale wa kupendao na kujaza hazina zao. Mungu wangu, ninaomba tarehe ya leo na mwezi wa leo, ninaomba katika mikono yangu nirithishe mali ya ufalme, mali ya ufalme wa mbinguni. Nisikaukiwe kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nisikaukiwe. Ninakataa kuanzia leo hii ukaufu kwenye hii mikono. Ninakataa kwa jina la Yesu. Sitakaukiwa. Bwana Yesu, nipe neema ya kupata na kuona urithi wangu nikiwa hapa duniani. Nami Bwana, katika sehemu ya ulisi utakao nipatia, nijenge ufalme wako, nifanye kazi yako. Bwana Mungu wangu, katika fedha unazonipatia, katika utajiri utakao nipatia, nisaidie watoto wangu, nisaidie ndugu zangu, nifanye kazi yako kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Ninakataa kila hila zinazosimama katika mlango wangu ili kuzuia uchumi, Mungu ambaye unatupenda tutakapokupenda. Na mimi nimekuja ibadani leo, ni ishara ya kukuonesha kwa ninakupenda. Basi kwa sababu ya leo hii tu Mungu, nilipokuja ibadani hapa, nimeonesha moyo wa kukupenda. Nioneshe ishara zako, nioneshe upendo wako, nioneshe pendo lako kwenye hali ya uchumi wangu, kwenye hali ya uchumi wangu, kwa jina la Yesu Kristo. Keti kwa dakika chache. Bwana asifiwe sana. Jambo la tatu ni Zaburi 145:20. Bwana na wale wasio haki anawaangamiza. Siwe? Wangapi wanaelewa Mungu anawapenda wampendao? Hivi jiulize tu swali. Kuna mtu yuko hapa kanisani kwetu, anapenda huduma, tutaacha kumpenda? Jiulize na wewe swali. Jiulize swali hili. Mtikisa na jirani yako muulize, mimi wewe unipendi, unataka nikupende kwa nini? Nataka umuulize tu yule jirani yako, mimi wewe unipendi. Yaani muulize akupendi wewe, alafu yeye anataka apendwe na wewe kwa nini? Kama sio ukatili huo. Ndio maana Mungu anasema anawapenda wanaompenda. Kwa watu wasiompenda. Ni vile vile uko na wewe hapo, umekaa kwenye kiti chako. Kuna watu hawawezi kuona hela yako.
kwa sababu tu wapende, sio kwa sababu una. Kuna watu hawezi kuwapa muda, ni kwa sababu yani hamna bondi. Sio kama unawachukia wanaweza usivyo sana, sio kama unawachukia sana, ila ni kwa sababu hawako ndani ya moyo. Mwambie jirani yako, mimi niko ndani ya moyo wa Mungu. Utaona matokeo kwenye uchumi wangu kuanzia leo. Haleluya. Kwa Biblia inasema Mungu anawapenda wale wampendao. Wangapi wamechagua kumpenda Mungu leo hii? Hata mimi nimechagua kumpenda Mungu leo hii. Mungu akakuhifadhi hai kwa jina la Yesu. Tunaenda kumalizia, lakini hii ni ahadi ya tatu ambayo Mungu alisema hapa kwenye kitabu cha Zaburi, na nilitamani uiangalie kwa makini. Ahadi hii ya tatu inasema kuwa, Zaburi ya 145 mstari wa kwanza, Bwana uwahifadhi wote wampendao. Kwa Mungu ana tabia ya kuhifadhi hai wale wanaompenda. Kwa sababu hiyo, kama ishivyo Mungu, hautakufa 2025. Nasema kwa sababu hiyo hautapotea 2025. Hautapoteza biashara, hautapoteza kazi, hautapoteza ndoa, hautapoteza chochote. Kwa jina la Yesu Kristo, I pray in the name of Jesus. Ajali ya ghafla itakupata, wala mauti ya ghafla haitakupata. Sababu ya 4, Nyakati wa pili 16:9. Mungu huleta mpenyo au ushindi au msaada na baraka kwenye maisha ya watu. Anasema, kwa maana macho ya Bwana kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao waliokamilika mioyo kuelekea kwake. Hebu nisomee hapo, nisomee kwa Kiswahili kizuri. Mungu moyo wake unakimbia. Wangapi wameshawahi kupenda mtu? Wangapi wameshawahi kupenda? Umeshawahi kumpenda mtoto wa mama mkwe au rafiki yako? Wangapi wameshawahi kupenda? Yaani unajikuta tu kwamba huyu anajua vizuri bwana harusi. Bwana asifiwe. Kila muda unatamani kama uchukue simu umuulize uko wapi? Alafu anasema niko kanisani, nataka nipe mchungaji niongee naye. Hebu nisomee hapo. Unaona moyo wako unavyokimbia kwa mtu unayempenda, Nakufundisha kwa natamani nitumie mifano rahisi uweze kunielewa. Inasemaje? Mambo ya Nyakati wa pili 16 Ndio. mstari wa 9 inasema, kwa maana macho ya Bwana hukimbia duniani mote. Kimbia. Yaani macho ya Mungu yanaangalia hapa. Sasa hivi macho ya Mungu sasa hivi yameshaenda kwenye kila moyo wa mtu hapa. Okay? Endelea. Hukimbia duniani mote. Ili kujionyesha, ajionyeshe mwenye nguvu. Mungu ni Mungu mwenye nguvu, anayetupa hela kwa ajili ya hao. Sio wengi, wako wachache. Ni wakina nani? Waliokamilika moyo na kuelekea kwake. Hao waliokamilika moyo ndio wale wampendao Bwana na yeye anawapenda. Oh my God. Singempigia Bwana makofi kwa ajili ya hicho kitu. Kwa sababu watu wengi wanashindwa kuelewa hii. Nakumbuka mwaka 2010. Mwaka 2010. Sio, ilikuwa 2007. 2007. Kuna mahali tulikuwepo kwenye kupiga injili. Mtu mmoja akaniambia, namtumikia Mungu. Alisema namuomba Mungu na hata sina hela. Nikamuuliza Mungu gani? Nikamuuliza wewe ndio mwenye shida. Tikisa jirani yako sasa, mjibu ili mwambie hivi. Mwambie jirani, sponsor anachoka. Mwambie jirani, sponsor anachoka. Tegemea Yesu kwa 100%. Mpe moyo wako kwa 100%. Utaona akikupa kila kitu. Usitegemee sponsor.
Maana masponsa na wao wana mioyo. Bado hujamwangalia vizuri, kazia macho ya jirani. Mwambie jirani, umenielewa vizuri? Kwa masponsa wanachoka, Yesu hachoki. Sema amen. Wangapi wameelewa sasa? Kwa moyo wa Mungu hauchoki. Ila sponsor, na ndio maana wale vijana wa mjini wanasema natafuta mshangazi. Mshangazi anachoka. Sio, mnanielewa nyewe vijana wa kiume? Wako wapi vijana naona hapa? Anielewa vizuri. Hawaangalia vizuri. Ngoja uniambie hapa, baba nimepata mshangazi. Na kuombea uwe bubu siku 7. Uongei. Sio, unanielewa? Kwa sababu baba ni provider kwenye familia. Kwa wewe unataka utunzwe na mwanamke, tunakuombea maombi makali. Usiongee siku 7. Sema jirani, jifunze kuwepo hapa. Kuna kitu chako cha kujifunza kuhusu uchumi. Biblia inaendelea kusema kwenye kitabu hiki, sawa sawa na kile kitabu cha Nyakati wa kwanza 29:9, kukamilika kwa moyo uelekea kwa Mungu kutufunulia haya. Mfalme Daudi asemavyo katika Nyakati wa kwanza 29:9, anasema ndipo hao watu wakafurahi kwa sababu wametoa kwa hiari yao wenyewe, na kwa sababu wa ukamilifu wa moyo na kwa hiari yao wenyewe wamemtolea Bwana Mfalme Daudi, naye akafurahi kwa furaha kuu. Sasa hapa tunaona watu ambao mioyo yao imekamilika kwa Bwana, huwa wanakuwa na furaha siku zote. I pray for you, mwaka 2025 uwe na furaha. Usiwe na huzuni. Usiwe na huzuni kabisa. Jambo lingine nitakaribia kumaliza kisha tukaombe. Wakorintho wa kwanza 2:9, Mungu ameahidi mambo makubwa na ya ajabu. Naomba tusome hapa. Mambo ambayo jicho halijawahi kuyaona, sikio halijawahi kusikia, wala kuingia katika moyo wa mwanadamu. Mambo ambayo Mungu amemwandalia au aliwaandalia, amewaandalia wale wampendao. Mwambie jirani, kuna tukio ambalo Mungu ameliandaa kwa ajili yangu. Ukisikia, sikio litakuwasha. Bwana asifiwe. Kuna vitu Mungu anaweza kukuandalia watu wasielewe. Ndio maana wakati Daudi anapitia kwenye hali ngumu ya kuchunga kondoo machungani, hakuna mtu alielewa kwa kesho atakuwa mfalme, kesho atakuwa ni mtu mkuu, kesho atakuwa anaitwa King David, mfalme Daudi. Ni nani alielewa Daudi kuwa aliyekuwa anachunga kondoo atakuwa mfalme? Ni nani alielewa Yusufu aliyetupwa kwenye shimo kesho atakuwa ni mtu mkuu? Ni nani alielewa? Lakini moyo wa Mungu unaelewa kuwa kesho yako si ile leo. Nasema moyo wa Mungu unaelewa kuwa kesho yako ni kubwa kuliko leo. Moyo wa Mungu unaelewa kuwa kesho yako ni kubwa kuliko leo. Moyo wa Mungu unaelewa kwa sababu kuna namna watu wanakuvari kwa sababu ya maisha uliyokuwa nayo. Don't worry. Watu wanakuangalia kwa sababu ya hali uliyokuwa nayo leo. Watu wengine wamekukatia tamaa. Watu wengine wanasema atafika wapi tuone. Lakini kuna mahali Mungu amekuandalia ufike. Maana Mungu si mwanadamu. Maana Mungu hajawahi kushindwa. Maana Mungu hana desturi ya kushindwa. Anasema kwenye neno lake kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza 16 mstari wa 7, maana Bwana haangalii kama wanadamu wanavyotazama. Maana kila mwanadamu mwenye macho anatazama ya hali yako ya nje, lakini Mungu anatazama namna ya kitu kikubwa kilicho mbinguni, ambacho ni tukio la ajabu la kushangaza kwenye maisha yako. Usikatishwe tamaa, wala usikate tamaa. Aliyekumba bado yupo.
Yeye ni niko maniko. Yeye ni Mungu mtakatifu wa Israeli. Ni nani hawezaye kumshinda huyo? Ni nani hawezaye kumzuia huyo? Akikubariki amekubariki, akikupa amekupa. Maana yeye ni mfalme wa ajabu. Maana yeye ni Mungu asiyeshindwa. Yeye ni mwokozi wa Israeli. Anasema hata tulia wala hata nyamaza kwa ajili ya Sayuni. Hawezi kutulia kwenye hiyo shida. Hawezi kutulia kwenye hali unayopitia. Rema sekoparia kentiria mama sekinia mandria. Nakwambia hivi, Mungu hawezi akakuachia njiani. Hawezi akakusaidia. Hutoka kwenye tumbo la mama yako miezi 9. Wengine walikufa, wengine walipotea. Alafu akuachie hapo kwenye hali ya uchumi unayopitia, kwenye hali ya magonjwa unayopitia. Usiamini kwa Mungu yuko tayari kukuacha. Usiamini hicho kitu, huo ni uongo wa shetani. Hayuko tayari, hayuko tayari kukupoteza, hayuko tayari kukuacha. Maana yeye ni mwokozi. Amen. Yeye ni mwokozi wa mwili na roho yako. Hayuko tayari kukupoteza, hayuko tayari kukuacha. Ndio maana amekufikisha leo hii. Ni wengi wamekufa nyuma, ni wengi wamepotea. Kwa nini wewe usiwe miongoni mwao? Ni kwa sababu anakupenda. Ni kwa sababu wanakupenda. Ni kwa sababu wanakujali. Ni kwa sababu kesho yako ni kubwa. Kwa sababu kesho yako ni kubwa. Ni wengi wamepotea barabarani, kwenye barabara tunazopita hizi. Wengine wamegongwa na magari, wengine wamepata ajali na magari yao. Kwa nini sio magari yetu? Rena sekepelia rekopayana. Watoto wetu wanaenda shuleni, wanarudi salama. Kwa nini si watoto rima sopilia handeria? Watoto wengine wanaenda shuleni wamegongwa na magari. Kwa nini si watoto wako? Kwa nini si watoto wako? Ni kwa sababu anakupenda. Ni kwa sababu yeye ni niko ambaye niko. Ametumwa neno lake likuponye jioni leo. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Haijalishi wapi unapitia, haijalishi wapi unapitia, usirudi nyuma. Mwangalie niko ambaye niko. Mwangalie Jehova asiyeshindwa. Mwangalie Mungu wa Mungu. Maana yeye ni mkombozi wa mwili na roho yako. Ripa seketia rima seta kentiria mandaba shende kuva. Maseria kenderia masata amanderia karama sata. Jiulize swali. Kuna wale wagonjwa ambao wako hospitalini sasa hivi wanasubiria oxygen machine, lakini wewe hauko miongoni mwao. Ni kwa sababu amekuchagua. Ni kwa sababu amekuchagua. Kuna watu ambao wanazika mama zao, lakini wewe si miongoni mwao. Kuna watu ambao wanazika watoto waliowazaa kwenye matumbo yao siku hii leo, lakini wewe Mungu hajakupa hiyo nafasi kwa sababu anakupenda na anakuachia yaliyo mema. Rima setoria arema shete kesupiria mande. Ninakwambia mwanangu, usikate tamaa. Usikate tamaa. Usikate tamaa. Maana yeye anasema jina lake ni Mungu wa Israeli. Yeye ni Mungu wa Israeli. Yeye ni niko ambaye niko. Yeye ni mfalme wa ajabu. Yeye ni Mungu asiyeshindwa. Katikati ya bahari ya Shamu alitengeneza njia. Atatengeneza njia kwenye hali ya uchumi wako. Atatengeneza njia kwenye hali ya uchumi wako. Nasema atatengeneza njia kwenye hali ya uchumi wako. Haijalishi kuwa kuna watu wamepoteza ramani ya uchumi wako, ila Bwana wa mabwana tengeneza njia kwa upya. Tengeneza njia kwa upya. Tengeneza njia kwa upya. You can stand up. Unaweza kusimama sasa. Unaweza kusimama. Yeye aliyesema inuka uangaze, unainuka tena. Unasimama tena. Unasimama tena. 2025 ni lazima uinuke. Kibiashara utainuka. Kwenye kazi utainuka. Rena seteketeria rapa setere mande kepilizo mandaba akente rima seteria. Nakwambia mwanangu,
Hajalisha kuwa walikupangia mipango gani, lakini yeye anasema asiyetutoa tuwa mawindo ya adui zetu. Atasaidia uchumi wako, atasaidia uchumi wako. Nyosha tu mkono juu namna hii. Nyosha tu mkono juu namna hii tunapokwenda kumwabudu Mungu. Nyosha tu mkono wako juu namna hii tunapokwenda kumwabudu Mungu. Natamani ububujike mbele za Bwana jioni ya leo. Natamani ububujike tena jioni ya leo. Rima seketeria mando, raba seketeria, rima sipele. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya. Focus. Unatoa majibu ambayo makinika na Bwana wanadamu hawawezi kutoa. Focus on God. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawawezi kufanya. Yes. Unatoa majibu ambayo jibu la uchumi wako wanadamu hawawezi. Nani atakupa kama si Mungu? Yesu haufananishi na kitu kingine, Baba haulinganishwi na kitu. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa majibu ambayo mwanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa majibu ambayo wanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi. Unatoa majibu ambayo wanadamu hawezi. Unafanya mambo ambayo wanadamu hawezi. Unatoa majibu ambayo wanadamu hawezi. Haufanani na kitu. Yesu haulinganishi. Yesu Bwana haufananishi. Yesu wewe haulinganishi. Yesu haufananishi. Bwana Yesu Yesu haulinganishi. Nimekujua Yesu wangu. Yesu nimekusikia Bwana wangu. Rima seketeria mani, rapapa seketeria manul, rabasheteleke. Sema Bwana Yesu, ninaomba nisamehe kwa sababu uliwahi kunipa fedha, kwa sababu umewahi kunipa fedha na nimeshindwa kuitunza, nimeshindwa kuwa mwaminifu. Ninaomba nisamehe Bwana. Nenda mbele za Bwana kaombe toba mahali popote ulipo. Unaweza kumwambia Mungu nisamehe, unaweza kumwambia Mungu nisamehe kwa sababu ya nafasi ya kikuhani ulionipatia. Nenda mbele za Bwana, nenda tu mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Mwambie Yesu, uliniwahi, umenipa fedha lakini nimeshindwa kuwa wakili mzuri. Nimeshindwa kuwa wakili mzuri. Nimeshindwa kuwa wakili mzuri. Nimeshindwa kuwa wakili mzuri. Ninaomba toba Bwana. Ninaomba msamaha Bwana. Ninaomba msamaha Bwana. Wewe umesema kwenye neno lako ya kuwa
wewe atakaye kuwa mwaminifu kwa kidogo utamwamini kwenye eneo kubwa. Nami nimeshindwa kuwa mwaminifu hata kwenye hili lililo dogo. Bwana, ninaomba sema kuanzia leo hii, ninakiri Bwana mbele zako, ninaomba maombi haya, unisaidie, unishike kwa mkono wako. Bwana, ninaomba maombi haya, unisaidie na unishike kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Sema Baba, nisaidie kuona kuweka akiba. Nisaidie Bwana kuona na kuweka akiba kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, nisaidie Bwana kutumia fedha ulizonipatia. Bwana, nisaidie Bwana kujua ya kuwa wewe ndio mmiliki wa fedha ulizonipatia. Bwana, nisaidie kujua. God bless you. Roho Mtakatifu aliniambia kitu kimoja. Naomba microphone tu, watu nakuja kumshukuru Mungu. Sasa tukaangalia kanisa ili tunamshukuru Mungu kwa ajili ya nini? Kwa sababu Roho Mtakatifu alinifundisha ukimshukuru sema kwa sauti, ili ushuhuda ujengeke unachomshukuru. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Mimi kwa majina naitwa Kelvin kwa wageni ambao wamenifahamu. Nimeleta sadaka yangu ya shukrani mbele ya madhabahu hii kwa sababu Jumapili iliyopita ilikuwa ni kama surprise. Apostle hapa alinichagua kama mwenyekiti wa vijana. Kiukweli sijawahi kufanya kazi kama hiyo. Kuna kiongozi mwenzangu mmoja hapa nilijaribu kumshirikisha. Kuna baadhi ya vifungu vya Biblia alinisomea na kunifafanulia kidogo. Nimeona bora nije kutoa sadaka yangu hii ya shukrani, kumuomba Mwenyezi Mungu aweze kuniongoza kutimiza kazi hii ambayo nimepewa. Amen. Share pastor. Vijana wako wapi? Umeshuka na umesema umeshuka ili wasaidie. Hekima ndani yake mtumishi wako. Inawezekana yeye alijichukulia kawaida, lakini kumbe Mungu alikuja kutafuta punda, lakini kumbe Mungu masuperia, kumbe kuna nafasi ya uongozi ambao umemwandalia. Remashiteke pariama masuperia. Weka hekima kwa ajili ya vijana ya Bwana. Weka hekima kwa ajili ya vijana ya Bwana. Weka hekima kwa ajili ya wabinti. Yesu Kristo yeye akawe njia. Rima seperima. Kama ulivyomwambia, mbona hata tembea yako ni kama Yesu? Yesu, badilisha namna ya kuongea na kutembea, aanze kufanana na wewe, afananishwe na wewe. Kuna ile tarehe 20 Septemba 2018 kule MV Nyerere, wakati watu 300 Masiria kata wanapoteza maisha, nikabaki salama.